Yeah. TFF nadhani tumewatumia ujumbe Mbeya. Mbeya wameshawakilishwa vizuri. TFF Mbeya tumemkatakata mapanga mwenyekiti wa CCM. Jeshi la polisi nchini wameanzisha mchakato wa kuinda na kuwakamata vijana ambao wameanzisha makundi yanayodaiwa kuwa ya haramu, makundi ya kupigania haki za Watanzania, mfano TFF ambao wanajiita Tanganyika Freedom Fighters. Sasa kuna moja kati ya klipu ambayo ilisambaa mitandaoni kimwonyesha kijana mmoja ambaye alijidai kuwa miongoni mwa vijana ambao wametengeneza kundi hilo la TFF, ambaye alidai kwamba walihusika na kifo cha mmoja kati ya wanachama wa CCM. Sasa jeshi la polisi bana wametoa taarifa zao rasmi kwenye mitandao kupitia official account za jeshi la polisi na kutangaza kwamba wapo kwenye mchakato wa kwenda kuwakamata vijana hao. Sasa taarifa kutoka kwa jeshi la polisi ilikuwa inasomeka hivi: taarifa kwa umma. Kupitia mitandao ya kijamii kusambazwa picha mjongeo akionekana mtu mmoja mwanaume ambaye anajinasibu kuhusika katika tukio la mauaji ya aliyekuwa mwenyekiti wa CCM tawi la Itumbi aitwaye Elia Richard Sambala, miaka 53, mkazi wa Itumbi, wilaya ya Chunya, mkoani Mbeya. Ukweli ni kwamba Februari 11 mwaka 2026 saa 7 mchana katika kijiji cha Itumbi, Elia Richard Sambala alikutwa shambani kwake akiwa amejeruhiwa na kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali kichwani na watu wasiojulikana, na alifariki dunia muda mfupi baada ya kufikishwa hospitali ya wilaya ya Chunya kwa matibabu. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoani Mbeya kupitia askari wa kuchunguza matukio ya mauaji walianzisha msako mkali na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili kuhusiana na tukio hilo, na ufuatiliaji zaidi na kwa wengine waliohusika unaendelea. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa maslahi na eneo la uchimbaji madini ya dhahabu, ambapo mmoja wa familia hao alikodisha kwa wawekezaji raia wa China kwa ajili ya shughuli za uchimbaji bila kushirikisha ndugu wengine. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa onyo kali kwa mtu huyo anayejinasibu kuwa ni kiongozi wa kikosi anachokiita TFF, Tanzania Freedom Fighters, kuanza kuongelea ama kuacha kuongelea jambo ambalo ni tofauti na uhalisia, na kuacha kutumia vibaya mitandao ya kijamii kupotosha ukweli na kuhamasisha uhalifu dhidi ya taasisi, viongozi na wananchi. Upelelezi unaendelea na jitihada za kumtafuta mtu huyu ili kumkamata kwa hatua za kisheria zinaendelea. Hiyo ndio ilikuwa kwa mwisho wa taarifa ambayo imetolewa na polisi, na pale chini wakamaliza kabisa kusema kwamba imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, na walikuwa wamesindikiza kabisa na picha ya kijana huyo kwenye account ambayo ilikuwa imepostiwa na moja kati ya wanaharakati wa kisiasa kutoka Tanzania. Sasa kijana huyu bana anasema kwamba ni miongoni mwa wale vijana ambao wametengeneza Tanzania Freedom Fighters TFF, kundi ambalo linakisiwa kuwa la kupigania haki za Watanzania, lakini kulingana na serikali ni kundi haramu ambalo alifai kuwa lipo. Sasa kijana huyo bana alikuwa anaongea na kusema kwamba wao ndio wamehusika na kifo cha mwenyekiti huyu wa CCM kule Mbeya, lakini taarifa za polisi zinasema kwamba ilikuwa ni mgogoro tu wa kifamilia. Sasa jeshi la polisi wametangaza rasmi kuwakamata vijana ambao wanajihusisha na masuala hayo ya kutengeneza makundi haramu ya kupigania haki za kibinadamu.